Shalom watu wa Mungu, nasalimu kwa jina la Yesu. Katika maisha yetu ya kila siku, sisi wa Tanzania, wa Afrika, jamii zetu tunamoishi humu, tumekuwa katika maisha ambayo mara nyingi huwa nasemaga tulikuzwa au tulilelewa. Pindi tunalelewa katika familia zetu, tulilelewa katika maisha ya propaganda, ya maigizo, ya kuandaliwa katika uongo, ya kuandaliwa katika kufeki maisha. Kwa hiyo unajikuta ukishaandaliwa katika maisha hayo, ukikuwa ile age ya ukubwani au umri wa ukubwani, una struggle sana, sababu ukikuwa unakutana na maisha halisi, unakutana na maisha yenyewe, maisha ambayo sio ya maigizo, sio ya mfano. Ulikuwa unapewa information ambazo sio, sababu tulikuwa tunapewa taarifa ambazo sio sahihi. Sasa tunapokuwa watu wazima, tunakuja kukutana na taarifa sahihi, tunakuwa shock, tunajikuta tumeanza upya, badala ya tungekuwa katika maisha halisi tukiwa watoto, tangu tukiwa wadogo, ingependeza zaidi. Hii tunaharibikiwa na jamii na taifa kwa ujumla, kwa sababu tangu tunapoandaliwa, hatuandaliwi kisaikolojia, hatuandaliwi kifikra, tunaandaliwa katika maisha ya maigizo, maisha ya kufeki. Kwa hiyo tukiwa watu wazima, tunakuja kukutana na maisha halisi, yanatushinda, mambo yanatukabili, tunapambana sana, tunaishi kwa kustruggle sana. Mfano, mwanafunzi ukiwa unasoma kuanzia chekechea, wanakuambia wewe soma, wewe soma. Ukiwa mtu mzima utakuwa labda mwalimu, utakuwa daktari, utapata maisha mazuri, utajenga nyumba nzuri, utapata magari, utapata mahera, utapata maisha mazuri, wewe soma tu. Lakini hawakuambii kwamba haujulishi kwamba elimu hiyo unayopewa ni sahihi, elimu hiyo unayopewa ni ndo yenyewe ya maisha kabisa, hauambiwi. Kwa hiyo mtu unajikuta umekuwa umesoma katika hiyo elimu, umejiandaa, kumbe ukienda kazini, kumbe hata mshahara hautoshi, labda hata maisha sio yenyewe. Umemaliza chuo, unakosa ajira, unaingia kwenye kazi ambazo ungeanza kufanya ukiwa mtoto, ndo labda ingekuwa sawa. Unaandaliwa kwamba ukikuwa lazima uwe unafanya birthday, kumbe ni maisha ya kufeki na ya kukopi, sio lazima kufanya birthday. Kwa hiyo maisha mengi tuna taarifa ambazo sio sahihi, kuna taarifa ambazo sio sahihi, ndizo tunakuwa nazo kwa kuambiwa hizo. Kwa hiyo tukikua tukakutana na taarifa ambazo ni sahihi,